Wakorintho wa kwanza mlango wa 13 mstari wa kwanza. Neno la Kristo linasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Haleluya. Anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Biblia inasema kama sina upendo mimi si kitu. Haleluya. Mimi si kitu kama sina upendo. Mwanadamu anapokosa upendo si kitu. Kwa maana nyingine naweza kusema mwanadamu anapokosa kuwa na upendo kwa mwenzake anakosa thamani mbele za Mungu. Anakuwa kama kitu kisichofaa katika jamii. Haleluya. Mwanadamu anapokosa upendo, kitu kinachoitwa upendo, anakuwa kama kitu kisicho. Endelea. Mstari wa pili. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa. Tena nijapokuwa na unabii, nijapokuwa na upako mwingi wa unabii, lakini kama huna upendo, hauna chochote, ni sawa na bure. Haleluya. Unaweza ukawa unanena kwa lugha, unaweza ukawa una hekima fulani ya kibinadamu, lakini ukakosa kitu kinachoitwa upendo. Unaweza kuomba sana, unaweza ukafunga na kuomba sana, unaweza ukasimama mahali nguvu za Mungu zikashuka, unaweza ukasimama madhabahuni watu wakafunguliwa, lakini neno linakuja pasipo upendo. Anasema mimi si kitu. Nijapokuwa na upendo, mwanadamu anapokosa upendo, Biblia inasema si kitu. Haleluya. Maana yake ninaposema si kitu, afadhali, haleluya, afadhali hii kitabu, afadhali hiyo kiti, afadhali kitu chochote ambacho hata hakijulikani majina. Haleluya. Nini? Unapokosa upendo. Tunapokosa ule upendo wa kiungu ndani yetu, tunakuwa si kitu. Unaweza kunena kwa lugha na kunena kwa lugha, lakini kitu kinachokukosesha mbingu ni kutokuwa na upendo. Kutokuwa na upendo kunamfanya mtu akose mbingu. Kwa nini? Kwa sababu unapokosa upendo, unaweza kuomba sana, unaweza kunena kwa lugha, unaweza kufundisha sana, unaweza kuhubiri sana, unaweza ukatoa sana, unaweza kusaidia wamaskini sana, lakini ukikosa jambo hili linaloitwa upendo, Biblia inasema si kitu. Haleluya. Nasema si kitu mimi. Haleluya. Haleluya. Unapokosa upendo, unakosa kumthamini mwenzako. Unapokuwa na upendo, utamthamini mwenzako. Upendo unampa mtu unyenyekevu fulani wa kumsaidia kitu fulani. Haleluya. Upendo unapokuwa ndani ya mtu, haumpi mtu nafasi ya kujinua. Upendo unapokuwa ndani ya mtu, unampa nafasi ya unyenyekevu, unampa nafasi ya kutenda mapenzi na makusudi ya Mungu. Lakini unapokosa upendo, au mwanadamu anapokosa upendo, vitu vingine vinaanza kuinuka. Ndio unaona roho ya kiburi. Kuna watumishi wengine wanajiona wao ni watumishi wakubwa. Haleluya. Kwa sababu wakisha simama madhabahuni, ni nguvu za Mungu zinashuka. Lakini wewe ukimwendea, asi na shida hii,
yaani anakuona kama kitu, kama siafu. Haleluya. Upendo unakufanya umthamini kila mtu. Endelea. Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Haleluya. Nijapokuwa na upendo, kiasi cha kuhamisha milima, kiasi cha kuwaponya wagonjwa, kiasi cha kuomba sana, kiasi cha kutoa unabii kikatokea, kiasi cha kutaka kitu kikatokea, lakini unapokosa upendo inasemaje? Hebu inasemaje? Kama sina upendo si kitu mimi. Kama sina upendo si kitu mimi. Haleluya. Si kitu. Haleluya. Nini? Kukosa kuwa na upendo. Haleluya. Kukosa kuwa na upendo kunamfanya mtu asiwe kitu chochote mbele za Mungu. Endelea. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini. Tena nikitoa mali zangu zote. Haleluya. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini, kuwalisha wenye shida, lakini ninapokosa kuwa na upendo bado ni kazi bure nimefanya. Hata ungetoa nini na mahela kwa ajili ya kitu fulani, lakini unapokosa upendo unafanya kazi bure. Haleluya. Haleluya. Amen. Sauti ya upendo ndani ya Kristo. Sauti ya upendo. Haleluya. Amen. Unapokosa upendo unakuwa si kitu. Unaweza ukatoa sana, unaweza ukafanya mambo mengi, lakini ukakosa kuwa na upendo. Unaweza ukasema nitaukosaje upendo? Kwa mfano, unaweza ukanipenda mimi, au unaweza ukalipenda kundi fulani ukamchukia na wengine. Hiyo inaitwa ubaguzi, sio upendo, unaitwa unafiki. Pendo la Kristo au upendo wa Mungu unamfanya mtu awapende kila mtu. Upendo wa Mungu ulioko ndani ya mtu unamfanya mtu ampende kila mtu. Haleluya. Hata mlevi hawezi kumchukia, kwa sababu huyo mlevi unayemchukia leo, huyo mlevi ambaye leo ukimwona unakimbia, ukimwona unamkwepa, huyo mlevi ambaye unamwona hafai, kesho kutwa Mungu anamuinua akawa mtumishi mkubwa. Haleluya. Lakini upendo wa Mungu unamvuta mtu kutoka gizani na kumleta nuruni. Hilo ni pendo la Kristo iliyoko ndani ya mtu, inamvuta mtu aliyoko gizani na kumleta nuruni. Soma. Tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Tena nikijitoa au nikiutoa mwili wangu hata niungue moto kwa ajili ya wengine, lakini ikakosekana kitu kinachoitwa upendo, ni kazi bure. Mstari wa 4. Upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Haleluya. Amen. Upendo huvumilia. Upendo, unapokuwa na upendo hautakuwa na ile hasira ya kukaa muda mrefu. Yaani nakasirika, wiki inaisha umekasirika. Haleluya. Upendo unamfanya mtu atupilie mbali yale makwazo na kumeendelea kumpenda. Endelea. Ufadhili. Upendo ufadhili.
huwafadhili wenye uhitaji. Haleluya. Upendo huwafadhili wale wenye hitaji. Endelea. Upendo hauhusudu. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Upendo hautakabari. Haujivuni. Haujivuni, maana yake haufanyi mtu ajivune kwamba yeye ndio bora kuliko wengine. Ndio? Haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adhabu. Adabu. Haleluya. Haukosi kuwa na adabu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauoni uchungu. Maana yake huoni uchungu. Mwenzako anapofanikiwa huoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Kuna watu wanahesabu, aisee, unasikia? Juzi ulinifanyia hivi. Mwaka jana anakumbuka vitu vya tangu mwaka jana. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa upendo. Haleluya. Amen. Unapokosa upendo, unakumbuka mambo mengi uliotendewa. Matokeo yake unakaa kwenye huzuni. Unamwaza mtu fulani amenifanyia hivi, fulani amenikosea, fulani amenitukana. Yaani unajaza hasira moyoni, unakuwa kama mpumbavu, kwa sababu Biblia inasema hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Haleluya. Amen. Endelea. Haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Bali hufurahi pamoja na kweli. Bali hufurahi pamoja na ukweli. Huvumilia yote. Huvumilia yote, sio machache. Huamini yote. Huamini yote. Hutumaini yote. Hutumaini yote. Turuke twende kwenye Warumi 8. Warumi 8 mstari wa kuanzia mstari wa 35. Haleluya. Warumi 8 kuanzia 35 mstari. Warumi 8 mstari wa 35. Neno la Kristo linasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani atakayeweza kututenga na upendo wa Kristo? Ni nani mtu huyo? Biblia inasema, ni nani atakayetutenga na pendo la Kristo? Maana yake upendo wa Kristo unapokuwa ndani yetu, pendo la Kristo linapomiminwa ndani yetu, hakuna kitu kitakacho kututenga na upendo wa Kristo. Endelea. Je, ni dhiki? Je, ni dhiki? Au shida? Au shida? Au adha? Au adha? Au njaa? Au njaa? Au uchi? Haleluya. Amen. Njaa. Kuna watu wengine wanakosa kitu ndani, wanakosa chakula, lakini pendo la Kristo linapokuwa ndani ya mtu, huwezi kumwacha Mungu. Huwezi ukajitenga na Mungu. Kuna watu wengine wanapitia kwenye changamoto tu. Kuna mtu anapitia kwenye changamoto fulani, matokeo yake anamwacha Mungu. Kuna mtu anapitia kwenye shida kwa siku chache, lakini matokeo yake anamwacha Mungu kwa sababu ya hiyo shida. Kwa hiyo Biblia inasema, ni nini kitakachoweza kututenga? Kwa sababu kama ni chakula au kama ni njaa, Yesu anasemaje? Anasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Haleluya. Anasema, aulaye mwili wangu ana uzima wa milele. Je, njaa itawezaje? Haleluya. Itawezaje
kunitenga na pendo la Kristo? Haleluya. Hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Haleluya. Mungu mwenyewe ni pendo. Mungu alijitoa, alimtoa mwanawe wa pekee. Kwenye kitabu cha Yohana 3:16 inasema akamtoa mwanawe wa pekee, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie aokolewe, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele, ili kila aminie awe na fedha, ili kila amwaminie aombaye chochote akiamini atapokea. Haleluya. Kwa pendo la Kristo liloko ndani yetu. Haleluya. Lakini tunapokosa upendo tutakosa mengi. Haleluya. Tutakosa mbingu, tutakosa vitu vingi. Endelea. Au hatari, au upanga, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tutauawa mchana kutwa. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tutauawa. Haleluya. Maana upendo unakufanya, haleluya, upendo unakufanya ujitoe kwa ajili ya mwenzako. Kama Yesu Kristo alivyojitoa kwa ajili yetu, vivyo hivyo sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa kufanya hivyo. Tunapaswa kufanya vivyo hivyo. Tujitoe kwa ajili ya wenzetu wenye shida, wanaopitia katika magumu. Kanisa kama kanisa tujitoe. Haleluya. Tujitoe kwa ajili ya wenzetu ambao wanapitia katika magumu. Haleluya. Pendo la Kristo linamfanya mtu ajitoe kwa ajili ya yule mwenye uhitaji wa kitu fulani. Pendo la Kristo linamfanya mtu ajitoe kwa ajili ya yule mwenye shida, kwa ajili ya yule anayepitia katika mazito, anayepitia katika shida na adha. Pendo la Kristo linapokuwa ndani yako, huwezi ukamtokana mtu anayepitia katika changamoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kwa nini? Endelea. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Lakini katika mambo haya yote tukivumilia katika upendo, tukiwa na pendo la Kristo ndani yetu, Biblia inasema tutashinda na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Tumedumu katika pendo la Kristo. Kuna mahali Biblia inasema, wapenzi, dumuni katika pendo. Dumuni katika pendo la Kristo. Haleluya. Endelea. Kwa yeye aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda, Yesu Kristo. Haleluya. Tutashinda na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Kwa yeye aliyetupenda. Mungu ametupenda na atatushindia. Haleluya. Kama Mungu atatushindia, basi na hii shida haitaweza kututenga na pendo lake. Adha, njaa haiwezi kututenga na upendo wake. Haleluya. Amen. Endelea. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote
hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Wala kitu chochote, hayo yote yaliyotajwa, hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Iwe shida, iwe magonjwa, haiwezi kutuondoa katika upendo wa Mungu. Shida yoyote, iwe magonjwa, haiwezi kutuondosha, haiwezi kututenga tumwache kutumikia Mungu wetu. Haiwezi kumtenga mtu amwache kumwabudu Mungu wake. Ndio maana nampenda rais wetu, kwa sababu hakuweza kuiabudu corona. Haleluya. Bali alitangaza watu wa mabudu Mungu wa pekee wa kweli. Huu ni upendo wa kipekee wa Mungu ulioko ndani yake. Ni upendo wa kipekee ulioko ndani ya rais, kwa sababu upendo wa Mungu unakufanya magonjwa yasikuondoe katika kumwabudu Mungu. Shida inayokuzunguka isikuondoe katika mapenzi na makusudi ya Mungu. Pendo la Kristo linapomiminwa ndani yako linakufanya udumu katika kumwabudu Mungu wako wa pekee. Haleluya. Pendo la Kristo haliwezi kukuondosha, haliwezi kukufanya ufunge makanisa. Haleluya. Tunaona marais nchi zingine wamefunga makanisa, hakuna kwenda kanisani. Haleluya. Hakuna kwenda kanisani. Haleluya. Hayote. Haleluya. Lakini tunapokuwa na upendo kama rais wetu, huwezi kumwacha kumwabudu Mungu wako. Utamwabudu Mungu sehemu yoyote. Unapokuwa na pendo la Kristo ndani yako, utamwabudu Mungu hata ukitupwa shimoni. Utamwabudu Mungu wako wa pekee kweli. Hakuna kitakachoweza kukuondoa katika uwepo wa Mungu ulioko katika pendo la Kristo. Hakuna. Hata ukifukuzwa wapi uko porini, utaendelea kumwabudu Mungu. Utaendelea kumtangaza Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ile pendo la Kristo lioko ndani yako linakufanya, linawaka ndani yako, umwabudu Mungu, umtangaze Kristo. Haleluya. Haleluya. Nina furaha sana kwa ajili hili neno. Haleluya. Pendo la Kristo linakufanya umwabudu Mungu, usimamie kweli ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Unapopitia katika mazito, haleluya, hata aje mtu wa namna gani, hata ukishikiwa panga, huwezi ukamsaliti Mungu, huwezi ukamsaliti Kristo, kwa sababu ya upendo. Kuna msi fulani niliona, haleluya, mtu ameshikiwa panga. Kuna hao watu walikuwa wanasaka watu wanaomwabudu Mungu, watumishi wa Mungu. Haleluya. Wakakamatwa kupeleka huko msituni. Haleluya. Hasa wakaambia uchague, umwache Yesu au ufe. Haleluya. Walikuwa watumishi hao wawili. Haleluya. Nilipenda ile clip ya mtu mmoja huko Nigeria. Haleluya. Watumishi wawili wakakamatwa, wakapelekwa hadi msituni. Haleluya. Wakataka kuuawa huko. Haleluya. Mmoja akasimamia kweli. Mmoja akaanzwa, mtu mmoja akasema, "Je, uko tayari kufa kwa ajili ya Kristo au umwache Kristo?" Yaani unachagua kufa au kumwacha Yesu. Mmoja kwa woga akanyosha mkono, niko tayari kumsaliti Yesu. Haleluya. Mwingine akasimamia kweli, akasema,
hata munikate kichwa, nitamwabudu Mungu wangu wa pekee wa kweli. Haleluya. Ni upendo ambao ulioko ndani ya moyo wake ulimfanya asimwache Yesu. Haleluya. Haleluya. Nilimpenda yule mtu kwa sababu haleluya, alisimamia kweli. Yule aliyemkataa Yesu akafika huko akauawa. Haleluya. Lakini yule aliyesema kwamba nitasimamia, lazima nitamwabudu Mungu wangu, lazima nimkiri Kristo, akasimama, akapiga magoti, akanyosha mkono, nguvu za Mungu zilishuka. Wakapiga marisasi haingii. Haleluya. Wakafanya vyote, kila kitu, hamna kitu. Wakanyosha mkono. Wale waliokuwa wanataka kumuua wakanyosha mkono. Haleluya. Hayo yote alisimamia kweli ya Mungu. Alisimamia ule upendo ulioko ndani yake. Ulifanya asimamie kweli ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo pendo la Kristo linapo